mtaalamu wa endoscopy. Kwa upande wa endoscopy, hii ndio mashine yetu ya kufanyia endoscopy. Hii ni katika aina za kisasa kabisa za mashine. Ni Olympus LP603 CVL 190. Ni moja ya latest versions za mashine hizi za endoscopy. Na hii mashine ina uwezo wa kufanya vipimo mbalimbali, vipimo vya njia ya chakula, njia ya hewa. Kwa upande wa njia ya chakula, ina uwezo wa kuangalia upande wa juu wa njia ya chakula, kuanzia mdomoni, koo, tumbo la chakula pamoja na utumbo mdogo. Na kwa upande wa pili wa njia ya chakula, inaweza kuangalia kutokea kwenye njia ya haja kubwa, ukaangalia utumbo mpana wote mpaka unapoishia. Kwa maana ya kwamba unaweza kuangalia kwenye rectum, sigmoid colon, kuangalia ascending, transverse, descending pamoja na cecum. Kwa hiyo kwa ujumla uchunguzi huo wa juu na chini kwenye njia ya chakula unaweza kugundua magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya vidonda katika njia ya chakula ambayo yanasababishwa na sababu mbalimbali za magonjwa ambazo unaweza kuelezea katika wakati mwingine. Lakini sana muhimu sana inaweza kugundua saratani, kwa sababu ni muhimu sana kugundua saratani mapema na kuweza kuitibu mapema. Lakini vile vile hiki ni kipimo cha muhimu sana katika kugundua magonjwa ya vidonda vya tumbo. Pia inasaidia kuondoa vitu ambavyo vimenasa ndani ya njia ya chakula. Kuna wakati unaweza ukameza kitu ambacho sio sawa kimeza, kwa bahati mbaya kikaenda kwenye njia ya chakula, labda sindano au kisoda na chezea mdomoni kikakuteleza, kikaenda kanasa kwenye njia ya chakula. Kwa hiyo hii mashine ina uwezo wa kutoa hivyo vitu. Hivi karibuni tumepata watoto wawili ambao wote walikuwa wanahisiwa kuwa wana vitu katika njia ya chakula. Mtoto wa kwanza alikuwa amemeza kichuma kilikuwa kimenasa kwenye njia ya chakula. Kwa hiyo baadaye tulifanyia uchunguzi kwa kutumia mashine yetu. Bahati nzuri tukakuta kile kifaa kimeshaenda tumboni. Kwa hiyo kishafika tumboni, basi kilipobaki kote ni njia kidogo ni pana kulinganisha na kwenye koo. Kwa hiyo tunaamini kwamba kitatoka. Tutaendelea kufuatilia kutumia x-ray. Lakini jana tulipokea mtoto mwingine ambaye mama yake anasema mtoto alikuwa anachezea kifuniko cha chupa ya maji. Sasa kile kifuniko, mama anasema ghafla alimuona mtoto anapata shida ya kupumua, halafu analalamika kwamba amemeza kifuniko. Kwa hiyo mama alikuja na wasiwasi, tujaribu kumuelezea kwamba pengine alikitema na nini, lakini mama alisema alikiona. Kwa hiyo tuliamua kumleta kwenye mashine yetu ili tutizame njia ya chakula ya juu yote kama kile kifuniko kiko mahali. Bahati nzuri alikikuta, kwa hiyo mtoto yule yuko salama na mama tulimhakikishia kwamba mtoto yuko salama. Kwa hiyo kupitia mashine hii tuna uwezo wa kutibu na kuchunguza magonjwa mbalimbali pamoja na saratani, vidonda vya tumbo na matatizo mengine yanayotokea katika njia ya chakula. Lakini pia mashine hii ina uwezo wa kuchunguza njia ya hewa. Kuna kifaa chake maalum, kikifunga hapa tunaweza kutazama njia ya hewa kuanzia kwenye pua, tunaingia kwenye njia ya hewa inapoanzia, tunateremka na lile bomba la njia ya hewa kwenda mpaka ndani kwenye mapafu pande zote mbili. Kwa hiyo kupitia hiyo, kama kuna kitu chochote kimetumbukia huko, bahati mbaya tunaweza kukitoa, lakini pia kama kuna saratani, tunaweza kuchukua sample, tukapeleka ikapimwa na ikaweza kumsaidia mgonjwa. Kwa hiyo hii ni mashine ya muhimu sana katika uchunguzi wa magonjwa mbalimbali wa kisasa zaidi. Baada ya hapa magonjwa yanaweza kutibiwa bila kuwa na kubahatisha. Zamani ilikuwa vipimo hivi hakuna, kwa matibabu ilikuwa tunahisi, lakini sasa hivi tunatibu kwa kina zaidi.